kutunza. Swali Bwana Mtume Muhammad, mwenye kwa ihsani yako uchukue shiri umpe bwana harusi, baadaye anaitwalii na mkewe nyumbani. Swali Bwana Mtume Muhammad. Ratiba inayofuata kwa maelekezo ambayo tunapewa sasa hivi, atasimama Sheikh Yusuf Muhammad Kidago kutabaruku. Baada ya Sheikh Yusuf Muhammad Kidago, Sheikh Muharram Rashid Mziwanda naye atatabaruku, atamkaribisha Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam. Niwe radhi mabwana, hii ratiba nimepewa na sisi ni ma-MC ambao leo tumetengenezewa begi. Tukitoka hapa mshahara wetu ni mzito. Swali Bwana Mtume Muhammad. Kwa hiyo msituvunje mabwana. Swali Bwana Mtume Muhammad. Baada ya Sheikh Yusuf Muhammad Kidago ni jeshi la mtu mmoja, atamkaribisha Sheikh wa mkoa. Baada ya Sheikh wa mkoa atawakaribisha wazee wetu wa baraza la ulama kwa kuiweka microphone kuona nani kati yao atatabaruku katika kuhusia wajukuu zao. Sheikh Yusuf Muhammad Kidago, karibu tabaruku na inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Qur'ani tukufu inaeleza kazi za mwanamke kwa mwanamume na kazi ya mume kwa mke. Kwa lugha fupi, kwa maneno mafupi tu, kwamba hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, kwamba hao wanawake hao ndio mavazi yenu nyinyi wanaume na nyinyi ndio mavazi yao. Nimeelekea huku kwa sababu leo kibla chetu wote ni yule bwana huyo, kwamba hao wanawake ndio mavazi yenu, Qur'ani yasema, na nyinyi wanaume ndio mavazi yao. Mwanamke kwa vazi ukilitazama kwa haraka haraka lina kazi nyingi, lakini kazi kubwa ni tatu nitakazozitaja. Kazi ya kwanza ni stara, kazi ya pili ni pambo, kazi ya tatu ni kitambulisho. Ukizitazama hizi tatu utaona kwamba ndio waje aujuhu shabahi za hii tashbihu mbaligh ambayo iliyotumika hapo, hunna libasun lakum, kwa maana yake ni atashbihu tamthili kwa watu wa fani hizo. Kwa maana ni kwamba mwanamke kuwa kama vazi katika njia ya stara ni kwamba uhakikishe kwamba mwanamke kazi yako kwa mwanamume na mwanamume kwa mwanamke zote zafanana, kila mmoja amstiri mwenzake. Katika ndoa mwanamume uwe ni stara kwa mke na mke uwe ni stara kwa mume. Kwa maana ni kwamba mwanamke mzuri na hata mwanamume mzuri wa kheri ni yule anayeficha siri za mwenzake. Usio mwepesi kuzungumza aibu za mwenzako. Akishakuwa kwamba ni mwenza wako, basi hakikisha kwamba wewe ndio unayemhifadhia siri, kama vile vazi linavyofanya kazi ya kutuhifadhia siri zetu. Lau hapa kila mmoja asingekuja kavaa, nisamehe kwa lugha hiyo, ni kwamba ingekuwa mtihani mkubwa, ndivyo sivyo? Lakini kwa sababu kuna mavazi, basi tumestirika. Basi uwe ni nguo kwa mkeo. Ustadhi Ali, hakikisha wewe uwe ni nguo kwa mkeo na mke awe ni nguo kwako wewe, akustiri. Lakini la pili, kazi ya pili ya vazi
ni kumtambulisha mtu. Ukishakuwa umeoa tayari una utambulisho tofauti na yule ambaye hajaoa. Kwa hakikisha ule utambulisho wako kama mume unauhifadhi katika maisha yako ya kila siku, na mke utambulisho wako kama mke, hifadhi utambulisho wako katika maisha yako ya kila siku. La tatu na la mwisho ni kwamba vazi huwa ni pambo. Kuna wakati watu walikuwa wakivaa katika nchi yetu hii ya Tanzania, tulikuwa tunavaa kwa ajili ya kujistiri tu wengi wetu, lakini sasa hatuvai kwa ajili ya kujistiri. Wengi tunavaa kwa ajili ya kujipamba. Basi hata mke awe ndio pambo lako, na wewe uhakikishe ndio pambo la mwenzako, na uhakikishe kwamba nguo yoyote ile lazima iwe na mshonaji. Iliyoshonwa vibaya itakuwa haikustiri kimo. Ili nguo ikupendeze, kufae, ndivyo sivyo? Kwa hiyo nguo iliyoshonwa vizuri kwa sisi Waislamu ni ile ambayo imepata mafundisho ya Mungu na Mtume. Ukitaka ndoa yako iwe na stara, hakikisha ndani ya maisha yako mafundisho ya Mungu na Mtume ndiyo unayokwenda nayo sambamba. Daa ila Allahi falmustamsikuna bih, mustamsikuna bihablin ghairi munfasil. Ambelingania Mtume sallallahu alaihi wasallam watu kumwelekea Mwenyezi Mungu kwa kumwabudu. Basi atakayekuwa ameshikamana na Mtume Muhammad ameshikamana na kamba isiyo katika. Kwa hiyo siku zote uhakikishe kwamba maisha yako yanaleleka kimtume kama ulivyolelewa kimtume, na uhakikishe kwamba mke naye analeleka hivyo. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. iendelee kwa sababu bwana harusi ndugu yetu Ali ibn Sheikh Uthman Khamis